na ubaya wake mkubwa ni kwamba hakuna tumaini. Nina admit ni mtu mwenye uwezo mkubwa, lakini point niliyokuwa nikiwa ICU hakuwa na msaada. It was empty, void and empty, lonely. Unajiona uko peke yako. Hata siku ambayo nimeomba kujisaidia ilikuwa ni habari huyu ambaye unasema hayupo na ama hajali watu wake ametengeneza mfumo wa mwanadamu. Jitafakari sana, kwa sababu kakitu tu kadogo kakifanya kitu kidogo kwenye mwili wako, my friend, uko kwenye shida kubwa. Habari mpenzi mfuatiliaji wetu wa YouTube channel, karibu tena. Nashukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Usisahau kusubscribe kama bado, kulike na kushare. Na kwa ushuhuda wote huu, kama utataka upate kwa mara moja, basi unaweza kununua hiki kitabu cha Jipu Ndani ya Ubongo. Kina picha, kina maelezo marefu, kina ushuhuda wote mzima in one package. Sehemu iliyopita ilikuwa mafundisho, lakini nimekuwa nikielezea ile attack niliyokuwa naipata ya nguvu za giza kujionyesha katika hali ya mwili. Kati ya sehemu ambazo ninachukia sana, nilipachukia mpaka kesho. Hii kitabu nimededicate kwa wagonjwa walioko ICU na watu ambao wana ndugu walioko ICU, kwa sababu nimepata uzoefu wa kuwepo huko kwa siku 15 na katika maisha yangu ya miaka yote mpaka sasa hivi, nafikiri in the worst place, ni sehemu mbaya zaidi mimi kuwahi kuwako. Sijawahi kutekwa ama labda kuwa sehemu ngumu zaidi, lakini kwa maisha yangu yote hiyo ndio sehemu mbaya sana nimewahi kupita, nimewahi kuwepo. Na ubaya wake mkubwa ni kwamba hakuna tumaini. Ni kama hakuna tumaini. Sijui kwa mtu ambaye haamini katika Mungu kama mimi, mtu ambaye misingi yake imani ni tofauti na mimi, sijui inakuwaje, kwa sababu ile ni sehemu ambayo hamna msaada. Yani hamna msaada, kila kitu kina fail. Tunajua pesa ina uwezo, tunajua titles zina uwezo, tunajua hospitali zina uwezo, madaktari wana uwezo mkubwa. Daktari wangu kwa mfano nilielezea ana uzoefu wa operation za vichwa zaidi ya 5,000. So sio uwezo wake sio mdogo, amefanya operation za vichwa zaidi ya 5,000 na amesema mgonjwa hajawahi kumfia mikononi mwake. Of course wengine wanakufa wakiwa kama ambavyo labda mimi ningekufa nikiwa ICU ikiwa ni, lakini mgonjwa hajawahi kumfia mikononi mwake, na ni kama operation zote ziko successful, zilifanikiwa. Sio kwa 100% kama yangu, sio zote kwa 100%, lakini procedure imeenda vizuri, imefanikiwa, mgonjwa ametoka akiwa mzima, uvimbe umetolewa. Kama ni kwa 50%, 30 ama 10% ngapi ama 100 hivi. Nina admit ni mtu mwenye uwezo mkubwa, lakini point niliyokuwa nikiwa ICU hakuwa na msaada. Kwa hiyo kwa siku hizo 15 hizo kwa ICU zilikuwa siku mbaya. Kama zile siku za mwanzoni zilikuwa mbaya sana, kwa sababu hakukuwa na msaada. Nilikuwa naangalia watu wakati ambapo na uwezo wa kumwangalia mtu. Naangalia mtu anatembea, anasimama, anajitegemea, hata kama ni mzee, hata kama amechoka, ni maskini, lakini anapumua kawaida, hatumii mashine. Na nilikuwa naona wivu. You're hopeless. Umelala hapo, mwili
haufanyi chochote, huwezi hata kuinuka kwenda kujisaidia, huwezi kufanya chochote, huwezi kula, huwezi. So ni mahali pagumu, ni mahali pabaya, lakini Mungu alikuwa pamoja nami. Wakati ambapo pia ugumu wa ile sehemu mimi niliofeel pia ni wakati ambapo sikuwa na sense uwepo wa Mungu. Ni kama unaelewa sasa Yesu alivyosema, Mungu wangu mbona umeniacha? Sikuwa na sense uwepo wa Mungu, sikuwa na, it was empty, void and empty, lonely. Unajiona uko peke yako, hata kama watu watakuwa around, hauoni mtu anakuelewa kile ambacho unataka kuelezea ama unatamani kusikia. Unakumbuka mara kadhaa natamani niambiwe, Grace, bado unahitajika, pambania maisha yako, Grace, hautakufa, Grace, utaishi. Nilikuwa natamani niambiwe na watu hivyo, lakini hamna anayekuambia unachotamani kusikia. Natamani niongee, ninawaza ndugu zangu, natamani niwaambie msiogope, nitavuka, sitakufa. Kwa sababu mimi ni mwoga kuuguza. Nilikuwa tunajaribu kuimagine kama mgonjwa wangu mimi angekuwa katika hali hiyo, ningekuwa na wasiwasi, yani ningekuwa na wasiwasi sana, yani sijui ningekuwaje. Labda ningekuwa tunashinda naomba muda wote. Of course kuna watu walikuwa wanashinda wanaomba, wameniombea, namshukuru Mungu. Lakini kwa ajili ya ile tension ya kuwaza ndugu zangu, kuwaza wazazi wangu, babangu ni mtu mzima, by then alikuwa anakaribia 70, saizi ana 75, so mdogo. Nilikuwa namwazia, nasema hivi, baba anaweza can you take it? Anaweza akastahimili, kwamba akawa anatumaini kwamba Grace atapona tu, atapita, ama ndio atapata pressure, ama asije kafa na pressure. It was hard, ilikuwa ngumu sana, lakini Mungu alikuwa mwaminifu. Nikamaliza siku 15 ICU, na nikiwa ICU nikaanza kupata improvement. Baada ya hiyo mchaka hayo matatu, nikaanza kupata improvement. Na kumbuka siku ambayo nimeomba kujisaidia, ilikuwa ni habari kwamba Grace leo ameomba kujisaidia. Na hapo ndio nasema kitu hicho tusichukulie kawaida. Unaamka asubuhi, ni wanakunywa maji usiku, naenda tu kukojoa, naenda kujisaidia. Mtu unaenda kujisaidia muda wote unapojisikia haja ndogo, haja kubwa, you do not care, haujui. Lakini Mungu ameweka hii mifumo ya mwili inafanya kazi. Mmoja ukigoma ni issue. Unajua ni rahisi tu wanadamu kusema hakuna Mungu, Mungu ajali, kwa sababu labda umeombea jambo lako ama umetamani jambo lako halijatokea, ama umeona mambo mabaya yanawapata watu. Mungu gani hajali watu wake? Hamna Mungu. Na ni rahisi kusema hivyo, lakini unasahau kwamba huyu ambaye unasema hayupo na ama hajali watu wake ametengeneza mfumo wa mwanadamu. Na kila siku asubuhi unapolala, unajua ni kama nusu. Unapoamka mfumo unapik, mfumo wako wa kufikiri unapik, unachukua kumbukumbu zake kuanzia jana, mwaka jana na miaka iliyopita. Mfumo wako wa njia ya mkojo unapik, unapitisha mkojo wake sawa sawa, njia ya haja kubwa, mifumo inapik. Yani haujali Mungu. Wengine unaamka hata ufanyi maombi, wengine ni pagani, mwingine hivyo, mwingine unaamka na visasi na lawama na ukatili na ubaya. Lakini Mungu wetu alivyo mwaminifu, mifumo yako inapiki vizuri tu, inafanya kazi vizuri, haileti shida yoyote. So hii tupe kujifikiria na kujitafakari sana, kwa sababu kakitu tu kadogo kakifanya kitu kidogo
kwenye mwili wako, my friend, uko kwenye shida kubwa. So siku ninataka kujisaidia ikawa it was a news, kwa ni habari kwa daktari. Siku nimeomba kwenda kujisaidia mwenyewe chooni, yaani daktari wangu alifurahia, yaani na simu zilipigwa Tanzania, kwamba Grace leo ameamka mwenyewe. Unajua kila siku walikuwa wanapeana update za uaminifu wa Mungu na vitu ambavyo Mungu anafanya kwenye afya yangu. Wakati mwingine vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana ni kawaida, lakini sasa unaanza kugundua kumbe na hiki nacho ni kitu. Kwa sababu wakati ninatoka kwenye operation na wakati niko ICU, kila kitu kilikuwa hakifanyi kazi. Yaani kila kitu kinategemea mashine. Melala hapo, mkojo unatoka kwa catheter, mwili umelala, yaani mwili haufanyi chochote. Kwa hiyo kila siku ilikuwa ni kumonitor kitu gani kimeanza kurespond, kitu gani kimefanya hivi. So ninamshukuru Mungu, nikaanza hatua moja baada ya nyingine. Hatua nyingine nilizipiga nikiwa bado ICU, zilianza kuonekana, na nyingine baada ya kutoka ICU nikaenda kwenye wodi ya kawaida. Clip inayokuja nitaelezea wodi ya kawaida nilikaa siku ngapi na maendeleo yalikuwaje, ni baada ya kutoka ICU nimechukua muda gani mpaka kuwa discharge kutoka hospitali. Lakini pia bado tuna clip nyingine mbele nyingi, kwa sababu hata wakati ninatoka hospitali mpaka ninarudi Tanzania, mchakato ulikuwa mrefu sana. Na nashukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Usisahau kusubscribe kama bado, na Mungu akubariki.